Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a Tuesday. Tuongee kidogo. Juzi Nyaka alionyesha nyinyi hapa vile watu wanapata pesa kwa TikTok. Kwa nini anakuonyesha watu kitambo? Anaonyesha watu wakati yeye ameisha. Ni mwalimu au ni wivu? Ni mwalimu au ni wivu? Sijui amepotea amerudi. Swali mimi nauliza, ni mwalimu au ni wivu inamsumbua? Kwa sababu wakati alikuwa nakula, kwa nini kuonyesha watu hiyo tabia? Wakati yeye ndiye alikuwa OG, hiyo wakati hiyo vitu haikuwa. Sasa hii yeye si OG, ndio hizo vitu sasa ziko. Saa nyingine pia tufikirie, hata kama tutapongeza haina shida, lakini pia tufikirie wakati alikuwa OG hizo maneno hazikuwa mechapa jamaa 8 ball hazikuwa kisililikuwa. Sasa hii ndio najua, ukienda Google unaona T-clips, unajua mtu nakula pesa ngapi. Yeye wakati yake, wakati alikuwa OG, hiyo T-clips haikuwa, silikuwa. Kwa nini kuonyesha watu? Alikataa kwa sababu gani? Watu wanajua siri zake. Alijua juzi hii kitu. Alijua hii kitu juzi. Alafu kitu kingine wacha niongezee. Kuna labs zingine ukienda unapata watu natukana watu. Mama anatukana mtu, mwanaume anatukana mtu, na vitu natukana na watu, mpaka natukana wazazi wengine. Na mwenye life amenyamaza au asemi kitu. Ujue is a part of them. Ukiona mwanamume ana support matusi, ujue alikuwa anafanya kazi kwa bar, au ujue amelelewa na mwanamke mlevi. Yes. Mwanaume yoyote umeona na support matusi hapa kwa TikTok kwa life yake, tena matusi ya wazazi, ujue alilelewa na mwanamke ambao ni mwenye matusi, ambao anafanya kazi kwa bar, au yeye mwenyewe alikuwa anafanya kazi kwa bar. Yeye mwenyewe alikuwa anafanya kazi kwa bar. Ndio maana anakubaliana na matusi, kwa sababu place alikuwa anafanya kazi ni place amezoea matusi. So si kitu geni kwake. Akisikia mtu anatukanwa, au akisikia mtu anatukana mtu, yeye kwake anaridhika nayo. Na pia kwa wanawake, ukiona mwanamke anapenda matusi, kutukana wanaume sana, first of all amelelewa kwa mama yake ni mtu wa matusi, au kazi alikuwa anafanya ni kazi ya mabaa, kazi ya usharati, kwa sababu huko ndo matusi natoka. Matusi natoka kwa wazazi, matusi natoka kwa marafiki, matusi natoka kwa kazi ambayo unafanya. Kama unafanya kazi ya usharati, matusi yatoka hapo. Kama unafanya kazi ya bar, matusi yatoka hapo. Marafiki uko nao kani watu matusi, matusi yatoka hapo. Wazazi kani watu matusi, matusi yatoka hapo. Hao ndo pale wanatoa matusi. Tena pale mwanamke anatoa matusi yake, wakati mwanamke pia ako siku zake, mwanamke anatoanga matusi, kwa sababu hiyo, kwa sababu rotation ya hiyo mwili yake inamletenga vitu nyingi. So hapo pia anatoanga matusi mwanamke. Unaniget? Pia mwanamke akikosa sex siku nyingi pia anatoa matusi, kwa sababu akili yake pia imeisha, matusi natoka. Wakati ako mwezi anatoa matusi, wakati amekosa sex pia anatoa matusi, wakati ako na mimba pia anatoa matusi. Hizo ni vitu lazima ujue kwa mwanamke ambao anatoa matusi. Pia mwanamke mlevi anatoa matusi, mwanamke mlevi anatoa matusi. Mwanamke ambao anatumia madrugs
Anaweza kuwa mlevi ya pombe, anatoa matusi wakati wa pombe. Anaweza kuwa mlevi ya bangi, anatoa matusi wa bangi. Anaweza kuwa matusi nini. Pia mwanamke ambao mnasikianga lesbian, hizi wengine soda hao pia matusi, kwa sababu vitu anafanya ni vitu chafu, lazima kuwe na matusi ya kujitetea. Ni hayo tu. Waalaikum salaam. Isa bado.